Ndugu zangu, Tanzania pia bado tunakumbuka magumu, maafa yaliyotukuta hivi karibuni wakati wa uchaguzi. Tunajiuliza, je, hii ndiyo Tanzania mpya ya kazi na utu? Ni kitu gani hiki? Padri moja katika mahubiri tafakari kama hii, mimi nimemsikiliza vizuri sana, amenigusa sana. Anasema hatuwezi kuchoka au kusita au kuogopa au kuhofu lolote kuzungumza mambo haya. Yeye anashuhudia katika kanisa ambalo yeye alikuwa anatoa huduma au parokia, nyumba zinazoangaliana na kanisa. Mtaani hapo alihesabu miili ya watu 13 waliokufa kwa mpigo, imelala barabarani na damu zinamwagika. Sasa anasema mimi nisizungumze habari hizi. Na kweli kanisa likishindwa kuzungumza habari hizi, limepoteza hadhi yake, limepoteza nafasi yake. Sauti ya kinabii inayowaongoza watu, inayofanya kila linaloweza kufanyika ili kuutakatifuza ulimwengu. Padri huyu anasema kwa uchungu sana, anasema damu inayomwagika katika uso wa nchi daima hupiga kelele. Na mimi naungana naye kwa kuoanisha hili alichokisema na kile ninachokijua kutoka katika maandiko matakatifu, kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya 9, kwamba damu hii inayomwagika inafananishwa na ile damu ya Abel iliyokuwa inamlilia Kaini. Na Mungu akajitokeza akamuuliza Kaini, ndugu yako yuko wapi? Kitabu cha Mwanzo sura ya 4 aya 9. Anakwepa jukumu, anasema mimi si mlinzi wa ndugu yangu. Kweli? Uko hapo kufanya nini kama wewe sio mlinzi wa ndugu yako? Kazi yako nini? Wale tunaofikiri kuua kwa kuamua au kuagizwa ni jibu la maswali ya Watanzania. Tumekosea, hatuko sahihi. Hii si sawa. Kuua namna yoyote ya mauaji kwa kuamua mimi mwenyewe au kuagizwa na mtu yoyote ni kosa na ni kuingilia kiti cha enzi cha Mungu mwenyewe. Tumsifu Yesu Kristo. Nataka niseme jambo hilo sio jibu la maswali ya Watanzania. Padri huyu alitoa hadithi nyingine nzuri ambayo mimi ilinigusa sana. Alisema katika jumuiya moja walipokuwa wanaishi viumbe, binadamu walikuwa hapo na wanyama wako hapo katika hiyo jumuiya. Kuku alimuona nyoka akiingia ndani ya nyumba, akamwambia mbuzi, mwambie ng'ombe aje tusaidiane tumuondoe huyu nyoka. Mbuzi akasema mimi hayo bwana hayanihusu. Akaenda kupiga michapo na ng'ombe. Unadhani alimwambiaje ng'ombe? Akaanza kumsimulia ng'ombe, akamwambia kuku anasema eti nyoka ameingia ndani tukashirikiane kumuondoa. Huyu kuku mjinga sana. Kama nyoka ameingia huko ndani na yeye ndio huwa anatagataga mayai huko chini ya uvungu huko, yeye atajijua bwana. Usiku taa ikiwa imezimwa, binadamu akasikia kitu kinatembea, akanyoosha mkono wake akagongwa na nyoka. Binadamu akawa hoi sana. Watu walipokuwa wanakuja kumuona wakasema, jamani, huyu kuku achinjwe, mgonjwa apate supu. Watu walipoongezeka kuja kumuona mgonjwa, mbuzi naye akachinjwa. Baadaye binadamu akafa. Ikaonekana kwamba idadi ya watu watakaokuja msibani ni wengi,
ng'ombe naye achinjwe. Ikapitishwa. Ninachotaka kusema, wapo tunaofikiri haya hayatuhusu. Jamani, yanatuhusu, yanamhusu kila mmoja wetu aliyepo hapa, yoyote na kwa nafasi yako yoyote ulionayo. Ni wakati ambapo kila mmoja kwa nafasi yake na kile anachoweza kufanya kizuri afanye kwa mustakabali wa nchi yetu. Nifupishe tafakari hii kwa mambo machache ambayo naweza kusema kama kufupisha katika hayo yote ninayotaka kusema. La kwanza, changamoto zetu ndugu zangu za maisha zitufanye kuona sababu ya kuwekeza katika mambo ya mbinguni, na tuendelee kutambua kuwa ya duniani ni ya kupita. Mungu kwanza. La pili, tufanye kila tunachoweza kufanya kilicho ndani ya uwezo wetu, lakini yanayobaki ambayo yako juu ya uwezo wetu tumwachie Mungu. Tuamini katika uweza wa Mungu. Yesu aliwahakikishia wafuasi wake kuwa atakuwa pamoja nao wakati wote wa majaribu. Ninaamini hata katika kipindi kigumu Mungu yupo pamoja nasi. Mwisho, tuzidi kumshuhudia Kristo kwa ujasiri. Yeye ndiye hilo jua la haki litakalotuzukia. Jubilei 2025, mahujaji katika matumaini. Tumsifu Yesu Kristo.